أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، tunaendelea na darsa yetu walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Siku zote tunakumbusha kwamba tunaendelea na tafsiri wala yaznun, na kila tukifungua darsa yetu lazima ila aya tuanze mwanzo, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Hii ndiyo sifa ya ibadur rahman, la yaznun, hawazini. Tukaendelea na ajnasi ya zina namna 6 ile, na tunakata sana ili tupate faida pahala pengine zaidi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutueleza khasara ya zina, tukimbilia wapi ya Allah? Wapi pa kukimbilia? Nini dawa ya zina? Dawa ya zina ni kuoa. Mtu akishafika kiwango wa kuoa aoe. Inatakiwa waungane wazee, mtoto wao akifika kiwango cha kuoa atafutiwa mke. Lakini wako wapi leo watoto wako tayari kuungana na wazee wao wakapata neema hii ya kuoa? Wako wapi? Aya litusomea leo imamu, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. na maana ya qadha mashahkum Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kingine, hakuna nyingine kabisa, hakuna kabisa njia ya kuitangua hukumu hii aliyohukumu Allah subhanahu wa ta'ala. Inakuja kwa fi'l madhi, wa qadha rabbuk alla ta'budu illa iyyah. Allah subhanahu wa ta'ala kashirikisha ibada yake kumwabudu Allah na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza amri na kukatazika na makatazo ya Allah, kaifatanisha wa bilwalidaini ihsana. Unaona hili jambo? Nini maana ya ihsan? Ihsan kitu gani? Alwalidain wapewe kitu kinaitwa ihsan. Hatuko kwenye mada hii jamani, lakini kila kitu kinachofanana kinakuwa karibu. Ihsan kitu gani? Ihsan haina kiwango maalum, wala haina kufanya niqam, wala haina kufutuka ikiwa na kuudhi babako au mamako.
wewe kazi yako ni nini? Ikiwa anakufanyia mabaya, wewe hisan. Ikiwa na kufanyia mema, wewe hisan. Hisani tu. Hakuna kama leo kakuudhi babako au mamako, anakuudhi kwa jambo fulani, khilafu kafanyia intiqam, ukamtoroka au kampa maneno ya uzito au ukataka maanake kumkomoa kwa lugha tulio nayo, kwa njia yote vile. Hapana, hisani tu. Sheikh Salmi katika Al-Jawhar anasema wa da'watul walidi fahdharuha amda min as-sayfi yuqaddiruha wa da'watul ummi takunu asra'a ijabatan fahdharan waqa'a ad-du'a. فإن يكن قد حق حتى مات والده فأمره قد فات لكنه يستغفر الرحمن ويندمن بالذي قد كان ويستحب أن يبر عمته أو خاله ليصلحن حالة بقى مشو نخلاف نسيم لو أمراك مما تملكه أمرهما أتم. Wallahi abiati hizi kama tunataka kufasiri ni darsa refu sana, na kitu kilichokuwa imeniathir, imeingia katika moyo wangu ni ayati zile alizokuwa moja baada ya moja ya hatari Qur'ani bwana, subhanallah. Inshallah tuendelea na darsa yetu. Tunazungumzia habari ya zina, na leo alitaja katika aya vile vile hiyo, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa, Allahu akbar, wa saa sabila. Na sisi ndio tuko kwenye mada hii, lakini aya hii aliyosoma Sheikh Khamisi hii hapa ni tofauti. Ile hapa anasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqqi wala yaznun. Na hapa sema wala taqrabu zina. Nini wafikiri ni kitu gani, ni ikhtilafu gani kati ya aya hii na aya hii? Ni refu, ni kubwa sana, ni kubwa sana. Hii inalenga vingine na hii na inshallah tunaendelea inshallah na darsa yetu kuhusu habari ya dawa, kuhusu habari ya taathira ya zina. Ni kubwa sana, na sisi tunakata bado, khalafu tunataka kujua dawa ya kuondoa zina ikawa moja kwa moja hatunayo. Ni kitu gani? Ni kuoa. Ndio kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inaeleza من استطاع منكم الباء فليتزوج وإن لم يستطع فعليه بالصوم. Sasa ziwaji ni kitu muhimu sana sana sana. Wazee wakaa macho, lakini wako wapi hao watoto siku hizi wa kusikilizana na wazee wao, wakaungana na kawa kitu kimoja, wakatengeneza jambo la maana, maslahi yake na maslahi ya jamii? Wako wapi? Adimu sana. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala usalama. Kwa hivyo تتكون العائلات
والعشائر والشعوب يربط بينهما حقوق. Ukitaka aila iwe safi na nchi unataka iwe safi na jamii wawe safi, kwa hivyo طبع الإنسان مادي بالطبع. الإنسان مادي بالطبع. binadamu hasa maisha yake ni kutaka msaada kwa mwenzake. Hawezi mtu kuishi peke yake, na hiyo ndio mfumo wa maisha. Maisha mfumo wake wa kuishi vizuri lazima washirikiane. Na haya mashirikiano, kuna maadili ndani ya mashirikiano, sio mchezo. Ikiwa wataka mashirikiano ya ndoa, kuna maadili lazima utekeleze ndio upate usalama. Mashirikiano ya kibiashara lazima maadili ile ufuate kama ilivyowekwa. Ukienda upande kidogo tu, basi tayari umeshakula haramu, tayari ushaleta ugomvi, tayari hakuna tena masikilizano kabisa. Man taraka harfan min ash-shar' ihtajahu Allahu ilayhi. Ukiacha harfu moja tu katika sharia moja tu, utapata shida na utaitafuta uikose. Majito makubwa itakayo kufika kuache kitu tu kidogo. Kwa hivyo al-insan madaniyun bitab'. Maumbile hasa binadamu lazima mashirikiano, haiwezi kwenda bila mashirikiano. Na Uislamu al-anania inapiga vita sana al-anania. Maana al-anania ni mtu ubinafsi, kila kitu ubinafsi, kila kitu unataka, maanake ubinafsi. Inapiga vita sana Uislamu. Kwa hivyo la yastati'u an yaisha wahdahu, hawezi binadamu kuishi peke yake. Lazima maisha yake wasta aljamaa, chini ya umoja. Hata ukitazama mfumo wa maisha, mfumo wa ibada hasa, utakuta ni umoja. Hata hapa sala hairuhusi mtu kusali peke yake nyumbani. Laiti kama kuna ruhusa usali peke yake, usende mkuta mtu hapa, kila mmoja atasali nyumbani kwake. Lakini hapana, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inatakiwa ibada yote inatakiwa kwa umoja. Hata kuomba dua inatakiwa kwa umoja. Kuna dua nyingine uzito wake ni kupatikana umoja. Wajua, wakati mwingine mtu peke yake anaweza kuomba mpaka, lakini hapati, haoni taathira. Lakini anaweza kuchukua watu akawalika, lakini watu ambayo walikuwa na ishara, si mtu yote tu, mukakaa pahali pamoja, mukaomba dua, Allah subhanahu wa ta'ala anaitakabali haraka. Kwa hivyo binadamu hawezi kuishi maisha ya peke yake illa wasatu aljamaa, illa kati ya umoja. ولو ترك الإنسان المولود وحده ساعة ميلاده
la akalahu dhubabu wan-naml. Binadamu akizaliwa tu akatupwa peke yake, wakati anapozaliwa vile khalafa akatupwa peke yake, vipi matokeo yake? Anaweza kaishi? Hawezi kaishi. Lazima ataliwa na wadudu na atamalizika mara moja. laula anna ummuhu tahmihi min lahdhati wiladatihi bal min qabli wiladatihi, ikiwa mamake hakumlinda wakati wa kuzaliwa kwake, na pia hakumlinda hata kabla ya kuzaliwa kwake, asinapatikana binadamu. Lakini ukitazama mfumo au maisha ya kibinadamu tofauti na wanyama. Wanyama bainama alhayawan alukhra bidafi alfitra, maanake fitra, maumbile yule mnyama tofauti na maumbile ya binadamu. Basi utakuta ikiwa ni ndege, kwanza anaanza kutengeneza mahala pa kutaga mpaka kazaa mpaka akashughulikia. Lakini kuna ndege nyingine lazima baba na mama wanashirikiana katika malezi. Wako ndege nyingine mama ndio anayeshughulika. Lakini kuna wanyama akishazaliwa tu anashughulikiwa baba dogo sana, tofauti na mshiriki wa binadamu. Hata ile muda ile ya kuzaliwa mpaka akawa mkubwa wa kujitegemea ni muda mdogo, tofauti na binadamu. Kwa hiyo binadamu maumbile yake ni umoja muda mrefu tangu kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake, ni mashirikiano tu matupu, tofauti na viumbe vingine. Hata ikiwa ni hivyo, baadaye si kwamba maana yake niishie hapa. Inma imaratu ad-dunya wa qiyam al-hadara يبنى على أساس واحد وهو الأسرة. Kuijenga dunia na kuleta maendeleo na kuleta masana na kila kitu katika dunia, basi inajengewa juu ya kutengeneza usra, familia. Ile familia ile ikiwa hakuungana wakaitengeneza vizuri, basi hakuna maendeleo, hakuna umoja. Lakini sasa usra inataka msaada, na hakuna msaada mkubwa katika usra kama dola. Kuna dola na kuna dola chini ya dola. Chini ya dola inawezekana hata wewe unaishi kwa dola aina gani, lakini ikiwa hukupata ile dola, inabidi utengeneze dola iwe chini ya dola. Namna gani? Lazima waunde umoja wa jumuiya.
kizazi kile ikikushinda unakimbilia kwenye jumuiya. Nidhamu hiyo lijitahidi kupigana na kupata jambo kama hilo, lakini nimeshindwa. Tofauti ukitazama hao wenzetu Buhora kwa jinsi familia yao walioidhibiti. Mimi nakaa nazungumza nao, nafanya biashara nao na nini, lakini ile mfumo ile ya kibiashara au mmoja wao utastaajabu wanaofanya. Sisi tushapoteza. Sisi mimbaba au la kufanya hivyo, lakini tushapoteza. Leo fikiri sisi hapa tuseme madhhabi ya Ibadhi makao yao ni kwapi? Ndugu zetu Masuni makamo yao iko wapi? Marja yao iko wapi? Tafarruq. Leo moja ile inasaidia sana. Mtu kio maskini hana uwezo wa kuoa, anataka kuoa, anakimbilia kwenye umoja pale, anapata msaada. Mtu maskini hana hana kitu manake hoho sawa Swahili, hana mahala pa kukimbilia, lakini kio ipo anakimbilia pale. Hawa wanatoa al-khumus katika mchango wao, wanatoa al-khumus, wana pesa kweli kweli, inatafuta watu katika wao, hauruhusu mtu kwa dhalilika nje. Sisi kwapi? Tunaunda jumuiya, hakuna ila mfarakano tu, siku zote ugomvi, hakuna usalama. Familia wakigombana hakuna mahala pa kukimbilia. Wewe ukibanwa mahala katika matatizo ya ikhtilafu kati ya mtu na mkewe, kati ya mtu na watoto wake, kati ya mtu na mshirika wake katika biashara, au hamna mahala pa kukimbilia, ni makosa. Tutaulizwa siku ya Kiyama. Sisi haturuhusiwi kabisa kuwa na nyendo hizi tunazokwenda. Lazima kila mmoja achangie, wao na umoja. Maibadhi wao na umoja wao na maofisi zao na kile kitu, wanapokea zaka, wanapokea sadakati na nini, inakuwa maanake ikitokea shida ya ugomvi anakimbilia. Na maibadhi ni hivyo hivyo, lakini wao wapi? Leo jaribu wewe kitu kimoja tu, kiwa unakosana na mwenzako, halafu mtafute mtu ambaye ilikuwa wewe unamwamini, utazame kivumbi, wapi pa kukimbilia? Hakuna. Ni hasara kubwa sana tulikuwa nayo. Sisi wengine tushakuwa watu wazima, nguvu inapungua na maarifa inapungua, na kuna mambo mengi siku nyingine hata hiyo somo unakuwa unasahau. Kwa hivyo natoa nasaha ifanywe kazi hivyo, na alhamdulillah tumefika mahala pazuri sana. Mimi natoa usia
hakuna kitu kama umoja. Waanze kutengeneza umoja kila mahala, pawe madhubuti. Wapi pa kukimbilia mtu? Wallahi ukitazama, mimi nilikwenda Jazair kule, nikakuta maibadhi walivyokuwa na umoja wao. Serikali inawekea mahakama katika mahala wanapoishi, na inawekea polisi, vituo vya polisi, hakuna mtu anayepita. Nenda hapa kwetu utakuta huwezi kwenye mahakama watu wana wengi. Ukienda kituo cha polisi utakuta watu wengi. Matatizo maanake hakuna kitu ambacho. Na hiyo umoja mpaka serikali unaisaidia serikali, kwa sababu serikali vile vile inapata gharama. Wajua mambo makesi haya inapata gharama, mambo ya afya inapata gharama. Hayo mambo ya mtu, hasa ikiwa binadamu hana tabia mzuri, ugomvi siku zote, hata viongozi tunawapa shida. Na kwa hivyo umoja ni muhimu sana ya kutengeneza. Ndiyo imaratu dunia wa qiyam alhadara yubna ala asasin wahidin wa huwa al-usra. وعليه فليس هناك عاقل يقول بأن الدنيا يمكن أن تعمر إذا كان الاتصال بين الرجل والمرأة حر. Tuko katika mada hiyo ya zina. Mtu yoyote mwenye akili hasa hawezi akakubali kwamba haiwezi kukubali kwamba mtu akipewa uhuru katika mkumbo wa zinaa, mtu anapewa uhuru, maanake afanya analotaka. Maanake mlango wa kufungua mlango wa zinaa, njia ya zinaa, italeta taathira kubwa sana, na hawezi kufanya kitu cha khairi. Lazima mambo yote yale yanayofanyika ni ya shari tu moja kwa moja, na hatari yake si kwamba maana yake inaishia hapa, utaathir akhira yako mahala unakokwenda. Na siku zote taalimu itakuwa kila siku taalimu ya kukanusha au kuisahau akhira, ikawa huku wewe ati unataka kujenga dini yako kwa ustaarabu. Hao hupati. Utaishi maisha mabaya hapa duniani, na huku unakokwenda hakuna jambo lolote utakalolipata isipokuwa adhabu tu, waliyadhi billah. Mwenyezi Mungu atunusuru. ما هو إلا أن يتصل بالمرأة، يعني ukiwasiliana na mwanamke usiliane naye kwa njia ya uhalali na kwa njia ya ndoa kamili. Lakini ikiwachiliwa tu hivi mtu yoyote tu kuhusu habari ya maasi, ikachiwa, hamna kufuatilia, hamna adhabu, hamna jambo lolote, huwezi kujenga kitu. Lazima tu itakuwa napata hasara.
Na ukitazama maisha binadamu tofauti na maisha ya wanyama. وهل تقدمت الحضارة واكتشفت الأسرار؟ Je, kuna maendeleo yanayopatikana duniani hapa na siri iliyopo ndani ya ardhi? Kuna asrar nyingi sana ndani ya ardhi na asrar nyingi sana kielimu. Wazdahrat alulum, na ilmu ikaendelea ikafanya kazi ilmu fi dunia, katika dunia hii, ala yadi alhayawan. Inaingia akilini maendeleo kujenga dunia na elimu na kupata asrar zilizomo ndani ya ardhi nyingi tu ikapitia kwa wanyama? Inawezekana. Kama itakavyokuwa mnyama huyu, ikiwa ni tembo au simba au chui au wanyama hao wenye nguvu, na hao wanyama waliumbwa kabla binadamu. Lakini je, kuna hadhara inapatikana? Kuna maendeleo inapatikana? Kuna elimu inapatikana? Kuna siri imegunduliwa kwa kupitia wanyama? Jambo hilo ilipitia kwa nani? Kwa binadamu. Na binadamu mwanzo wake ni wapi? Ni usra. Sasa usra bila kutengeneza lujna, umoja, ikusaidia we, ikiwa hupati msaada ya kujenga isra yako kwenye dola, basi lazima mutengeneze jumuiya, umoja, kama walivyotengeneza huku Aljazair. Wanaishi kwa usalama na amani. Hatuwezi kusema haitokei jambo lolote, lakini ni kitu, ikitokea jambo ni upesi sana wa kujikinga. Nafahamika vizuri. Alhayawan, hawa wanyama tunawaona hivi sasa, tunawaona tukienda porini na nini na nini, maisha yake ni kama maisha ya babake, ni kama maisha ya babu yake, mpaka kama na vile vile ilikuwa wanarithi vile vile, wanarithiana. Sasa binadamu sivyo, haitakiwa awe hivyo. Utakuta maisha yao ya kula, maisha yao pa kulala, maisha yao ya ndoa na nini na kila kitu tofauti. Binadamu haitakiani aishi namna hiyo. Walaqad karramna bani adam, binadamu anatakiwa aishi kiukarama, kiutukufu, na utukufu haiwezi kupatikana kwa kufarikiana. Kufarikiana ni kitu kibaya sana na hasara kubwa ndani yake, na huwezi kuishi maisha mazuri hata ikiwa una kitu gani. Mazali hukutaka umoja, basi maisha lazima itakupa taabu sana. Maisha itakupa taabu katika dini yako, maisha yako, maendeleo yako. Lazima pawe na umoja, kwa sababu mmoja ndio inaitengeneza. Leo wewe inatokea tatizo kati ya huyu na huyu, huendi mzunguko kule kwenye dola, hala ambapo unakwenda pale pale tu,
mnaitwa, mnasulishwa. Na usra inajengwa mahala patukufu. Huwezi kwenda wewe usra ukaijenga ukachukua mwanamke aina yoyote, hapana, kwa sababu ile shahawa yako ukatazama uzuri, ukatazama bodi, ukatazama nini. La, unaijenga usra yako juu ya mawadda wa rahma, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, pata kutulia. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum, kutokana na nafsi zenu, azwajan, wake. Ndio pahala pa kutafuta. Asema Sidna Ali bin Abi Talib, wa in aradta li nafsika manzilan faqabla an tanzil fasal an jiwarihi, wa in aradta li nafsika zawjatan faalayki bi asli ad-dar khudh min khiyarihi, faman hunna taswa 70 bakratan wa man hunna tughla biqaidi himarihi. Sidna Ali bin Abi Talib anasema, ukitaka kununua nyumba au ukitaka kukodi nyumba, kimbilia sana majirani. Ukiona jirani wazuri, basi nunue nyumba kwa bei yote, au mahala pazuri karibu na msikiti, inunue kwa bei yote, shekhi. Na mtu anayekupenda anakutafutia kitu kizuri. Kwanza utazama majirani, halafu ndio ununue au ukae. Na ukitaka mke, tafuta nyumba bwana. Faalaika bi asli ad-dar khudh min khiyarihi, tafuta mke aliyokuwa akalelewa vizuri kwao, anasali, anakuwa kalelewa na uadilifu. Tafuta pahala pazuri. Asema faman hunna man taswa 70 bakratan, maanake mahari ukidaiwa, hata ukitoa bakra 70, bakra zamani ilikuwa hakuna mambo ya magari haya na nini, ngamia hawa wanaitwa bakra. Kuna bakra, kuna irga, kuna samha, hizi kabila za ngamia hizi. Na bakra inakuwa ni special, hao ngamia wanashindania mbio na anakuwa na thamani. Basi hata ukitoa 70, basi mahari rahisi. Lakini waman hunna man tughla biqaidi himarihi, wengine hata ukichukua ile kamba ya kufungia punda basi ni ghali. Nafikiri nifika hapa saa 12:30, au sio? Vipi? Bado kwenye maudhui hatujaingia sisi, hatujaingia kwenye maudhui, kwa sababu somo letu tunatoka mahala taathira ya zina na hasara ya zina na dawa ya zina. Tunasema nini? Ni kuoa. Sasa ile mfumo inavyotakiwa katika Uislamu, kuoa inatupa nidhamu, inatupa utaratibu, inatupa maelekezo.
kwa sababu usra uharibifu inatokea kwenye usra. Mtu hata ikiwa usra yake ikiwa mbovu, hata kizeeka, ni hatari tupu. Atakuwa hana ustaarabu, mwizi, tapeli, unafahamu, ila masha Allah. Wengine alhamdulillah usra inakuwa, lakini anaweza katokea mtu, lakini inshallah haya tutayazungumza taathira gani mtu ikiwa asli inatoka na asli. wasema Sheikh Salma asema واختر لنفسك الجمال والشرف فالعرق دساس رواه من سلف. ukitaka kuoa fakhtar linafsika aljamala, uzuri, washaraf, na utukufu. falirqu dassasun, Allahu akbar, rawahu man salaf. العرق دساس، حديث ريف يا عرق دساس. وقت فيك إن شاء الله. أصلي إنأثر، أصلي inaathir. Kwa hivyo ukienda mahala, tazama vile vile asli. Ukiona wewe utakwenda mahala pahala yule mashaallah, hii maanake si kwamba maanake ndio lazima ufanye hivyo, lakini unachukua leo wako wapi watu kama hao, ndio tusioe wasiolewe tabu. Lakini sasa wakati tena ikhtalat baina alhabil walnabil. Kwa hivyo inshallah unavyopata ndio hiyo, lakini ushukuru tena. Lakini pamoja na hayo ijtahid. Allahumma allimna ma lam na'lam وفهمنا ما لم نفهم إنك أنت العز وأنت الحكم وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك يا رب العالمين. اللهم قو وحدتنا واجعل المحبة بيننا وارزقنا من حيث نحتسب من حيث لا نحتسب واجعل عاقبتنا خيرا مما نحن فيه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.